Nuru ya asubuhi. Hadi mwisho nitaamini. Nipende kukukaribisha katika kipindi hiki kifupi cha neno la Mungu kutoka hapa studio za Zoe TV. Wewe ambaye umekuwa ukifuatilia vipindi hivi na ukifuatilia mafundisho haya tangu nilipoanza kufundisha, na leo ni siku nyingine, napenda tu nikukumbushe kwamba nimekuwa nikifundisha, nikizungumza kwa habari ya nguvu ya ufufuo wa Bwana Yesu Kristo. Na tulipoanza nilikuletea kweli 3 zinazothibitisha kwamba Yesu amefufuka. Kweli ya kwanza ilikuwa ni kaburi wazi. Kweli ya pili, tangazo la malaika. Na kweli ya 3, wale waliomuona, waliomshuhudia Bwana Yesu macho kwa macho, uso kwa uso baada ya kufufuka. Na baada ya hapo nikaingia sehemu ya pili ya mafundisho yale yanayotokana na ufufuo. Ufufuo wa Yesu Kristo umethibitisha kwamba neno la Mungu ni kweli. Lakini ufufuo wa Yesu Kristo pia umethibitisha kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu kwa kule kushinda kifo na mauti na kufufuka. Na leo nitapenda nizungumze na wewe kuhusu jambo jingine linalotokana na ufufuo wa Yesu Kristo. Laiti muda ungekuwa rafiki, tungeona pia uhakika wa uokovu. Ufufuo wa Yesu Kristo umetupa uhakika wa uokovu wetu. Lakini eneo jingine ambalo ni la muhimu linalotokana na kufufuka kwa Yesu Kristo, ufufuo wa Yesu Kristo umetuhakikishia kwamba na sisi tunaomwamini tutafufuka katika miili. Kwa hiyo kuna ufufuo wa miili, sio tu wa roho, maana Yesu alifufuka na mwili wake pia. Na theoloji hiyo Mtume Paulo ameifafanua vizuri mno kwenye kile kitabu chake cha Wakorinto wa kwanza, sura ile ya 15, karibu sura yote alikuwa akielezea namna gani wafu wanafufuliwa na wanafufuliwaje katika miili. Muda pia ungekuwa rafiki, tungeona kwamba ufufuo wa Yesu Kristo umemfanya Yesu kuwa muhukumu wa waliokufa na walio hai. Mungu amempa kuhukumu ulimwengu kutokana na kufufuka kutoka kwa wafu. Lakini pia muda ungekuwa rafiki, tungeweza kuona ufufuo wa Yesu Kristo umetuhakikishia makazi ya mbinguni, kwamba mlango wa mbinguni umefunguliwa na kwamba wamwaminio Kristo wataishi pamoja naye mbinguni. Lakini leo ningependa nizungumze moja kati ya mambo ambayo yananibariki sana yanayotokana na ufufuo wa Yesu Kristo, na nimeona ni vyema nikushirikishe hilo kwa sababu ndio nitakuwa ninahitimisha somo langu leo. Na eneo ambalo nataka nizungumze na wewe, ufufuo wa Yesu Kristo umemfanya Yesu kuwa kichwa cha kanisa, kuwa kiongozi wa kanisa. Umempa Yesu mamlaka ya mbingu na ya nchi, na Yesu ameshirikisha kanisa hiyo mamlaka. Yesu ni kichwa na kanisa ni kiwiliwili. Kwa vyovyote vile, kichwa hakiwezi kufanya kazi bila mwili. Vivyo hivyo mwili hauwezi kufanya kazi pasipo kichwa. Kwa hiyo kama Yesu ni kichwa cha kanisa, maana yake kanisa ni mwili. Kwa hiyo
kanisa na Kristo Yesu tunafanya kazi pamoja. Hii ni habari njema mno, tena habari ya furaha sana, kutambua kwamba mamlaka ambayo Kristo Yesu ametupa kanisa, nafasi ambayo Kristo Yesu ametupa kanisa, heshima ambayo Kristo Yesu ametupa kanisa, yale ambayo Yesu ameyafanya kimsingi yalikuwa ni kwa ajili ya kanisa, na ametupa kanisa heshima, mamlaka, kuwa sehemu ya mwili wake. Vile alivyo ndivyo tulivyo. Yeye ni kichwa na sisi ni kiwiliwili. Kwa nitapenda katika kumalizia nifafanue jambo hili, na ninamwomba Mungu Roho Mtakatifu kwa muda huu mchache ambao tutakuwa pamoja, akusaidie mtazamaji wangu, ufahamu wako ufunguke, ulielewe jambo hili, na ukilielewa litabadili namna ya mtazamo wako, namna ya fikra zako, namna ya utendaji wako. Utatambua wewe ni nani katika Kristo, nafasi yako ni ipi, na nini Yesu amefanya kwenye maisha yako. Hivyo basi hautakuwa mnyonge tena, hautaishi maisha ya hofu tena, hautaishi maisha ya kukata tamaa tena, kwa sababu aliyotutendea Yesu ni makuu mno. Ametufanya kuwa watawala pamoja naye, ametufanya kuwa kuu pamoja naye, ametuheshimisha mno, ametuweka juu kuliko enzi, kuliko sultani, kuliko falme, kuliko mamlaka, ametuketisha pamoja naye. Asante Mungu Roho Mtakatifu kwa zawadi ambayo tumeipokea. Baba Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya ukweli huu, na kwamba sasa tumejua ya kuwa sisi ni sehemu ya mwili wa Kristo. Alivyo ndivyo tulivyo. Kwa hiyo basi tunaishi tukijua sisi ni wakina nani. Mamlaka tunayo, nguvu tunayo, uweza tunao, ufalme tunao, ufalme tena ufalme wa kiungu, ufalme wa kikuani, sio ule ufalme tu, ufalme wa kikuani ambao Kristo ametupatia. Naomba sasa nikulete kwenye neno la Mungu na nisome kutoka kitabu kile kizuri cha Waefeso sura ile ya 1, na nianzie ule mstari wa 20. Kitabu cha Waefeso ni moja kati ya vitabu navipenda sana kwenye Biblia. Biblia yangu inasema, Waefeso 1:20, aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Thank you Jesus. Juu sana, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa. Kwa ajili ya kanisa. Thank you dear Lord Jesus. Ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake unakamilika kwa vyote katika vyote. Ni habari njema kiasi gani! Ni kweli kuu yenye furaha, yenye faraja kiasi gani! Kujua haya na kuyaishi yanabadili kabisa namna ya kufikiri, namna ya kutenda. Moja kati ya mambo ambayo adui Ibilisi hapendi kanisa lijue ni nafasi yao katika Kristo. Shetani hapendi tujue Yesu ametufanyia nini, sisi ni wakina nani. Na kwa kutojua tumekuwa tukionewa mno na shetani.
tumekuwa watumwa wa dhambi, tunaishi below standard, tunaishi katika hali ambayo si ya uhalisia wetu. Lakini laiti tungepata uelewa, ufahamu wetu ungefunguliwa, nuru hii ya kweli ya neno la Mungu ingetuangazia, tungeyajua haya ambayo mitume walijua, tungepata matokeo ambayo mitume waliyapata. Wokovu ungekuwa ni furaha na ushindi usioneneka. Tungeishi tukiwa washindi siku zote, wenye furaha siku zote, wenye nguvu siku zote, wenye matumaini siku zote. Hata kama tungepita kwenye magumu, tumaini letu lisingetikisika. Hata kama tungepita kwenye majaribu, tusingetoka kwenye furaha yetu, kwa sababu tungelijua nafasi yetu na Mungu atendaye kazi ndani yetu. Leo kwa dakika hizi chache, Roho Mtakatifu akupe kuelewa nafasi yako katika Kristo Yesu. Nini Yesu amekutendea? Amefanya makubwa, ametupa mambo ya ajabu dunia isingeweza kutupa. Ametuheshimisha kiasi ambacho mwanadamu asingeweza kutuheshimisha. Ametuketisha pamoja naye. Oh God, alivyo ndivyo tulivyo. Maandiko yanasema Mungu akamfufua Yesu Kristo toka kwa wafu, na baada ya kumfufua akamketisha juu sana kuliko ufalme. Yesu yuko juu ya kila uitwao ufalme, unaoujua wewe na usioujua wewe. Uwe ni ufalme wenye mamlaka, uwe ni ufalme wenye nguvu, uwe ni ufalme wa kiroho, uwe ni ufalme wa kibinadamu, uwe ni ufalme wa dunia hii au dunia isiyoonekana. Biblia inasema Mungu amemketisha juu sana. Kuna neno pale sana, ni mbali mno, kwa maana ya mamlaka, kwa maana ya utendaji, kwa maana ya heshima, kwa maana ya ukuu. Yesu Kristo ameketishwa juu sana kuliko ufalme wao wote. Habari njema sana. Ameketishwa juu sana kuliko mamlaka yeyote unaifahamu wewe katika dunia hii na hata ulimwengu ujao. Unajua mamlaka zilivyo na nguvu, lakini Biblia inasema Mungu amemketisha Yesu juu sana kuliko mamlaka yeyote iko chini ya Yesu Kristo. Haishi hapo. Juu sana kuliko nguvu. Dunia ina nguvu. Ziko nguvu za kiroho zisizoonekana, ziko nguvu za kijeshi, ziko nguvu za watawala, ziko nguvu za wanadamu, lakini Yesu ameketishwa juu sana kuliko nguvu yoyote unaifahamu wewe. Oh, thank you Lord. Haishi hapo. Juu sana kuliko usultani wao wote. Mungu amemketisha Yesu juu sana kuliko usultani. Kila jina litajwalo katika ulimwengu huu na hata ulimwengu ujao, Yesu yuko juu ya kila jina linalotajwa katika ulimwengu huu na katika ulimwengu ujao. Hii ni habari njema mno kwangu na kwako. Na Biblia inasema basi Mungu ameviweka vitu vyote chini ya miguu ya Yesu Kristo. Sio ataviweka, vimekwisha wekwa vitu vyote chini ya miguu yake. Iwe ni falme, iwe ni mamlaka, iwe ni nguvu, iwe ni sultani, ni majina ya wanadamu, vyote vinavyoonekana na visivyoonekana vimewekwa chini ya miguu ya Yesu Kristo. Sasa habari njema ni hii. Ameyafanya haya yote kwa ajili ya kanisa. Kwa nini? Kwa sababu Yesu
ni kichwa na kanisa ni kiwiliwili. Kwa hiyo yale ambayo Mungu ameyafanya kumuinua Yesu juu kuliko vitu vyote, amemuinua pamoja na kanisa, amemuunganisha na kanisa, na kanisa ni mimi na kanisa ni wewe, ni mwili wake Kristo. Ameketishwa juu pamoja nasi, mkono wa kuume wa Mungu. Kwa hiyo rafiki unayenitazama, ikiwa wewe ni mtu unayemwamini Yesu, wewe ni kanisa, na kama wewe ni kanisa, basi wewe umeketishwa pamoja na Yesu. Maana yake ni kwamba uko juu kuliko falme, uko juu kuliko nguvu, uko juu kuliko mamlaka, uko juu kuliko usultani, kuliko jina lolote linalotajwa. Kama hivi ndivyo, hofu yetu iko wapi? Mashaka yetu ni ya nini? Ikiwa Mungu ametuheshimisha kiasi hicho, ametuinua kiasi hicho, ametupa mamlaka kwa kiwango hicho, ametupa nguvu kwa kiwango hicho, kwa nini tumwogope shetani? Kwa nini tuogope nguvu za giza? Kwa nini tuogope mambo ya dunia hii? Ni kwa sababu hatujatambua nafasi yetu. Kutojua jambo ni tatizo kubwa. Niko hapa kufungua ufahamu. Wanasema wazungu, little knowledge is very dangerous. Uelewa mdogo ni hatari. Kutokuelewa ndio silaha ambayo adui anaitumia kutuangamiza, kutupiga, kutuonea, kutunyanyasa, kutunyima furaha, kutujaza machozi na huzuni. Shetani ni muhusika wa huzuni zako zote na machozi yako yote. Nabii Hosea analia akiwa katika roho, anaandika akisema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maarifa yanayonenwa hapo ni maarifa ya kiroho, maarifa ya neno la Mungu, kwa sababu maisha, ukweli ni rohoni. Mwanadamu ni kiumbe wa kiroho, anaishi, ana nafsi, anaishi katika mwili. Tukipata maarifa sahihi ya rohoni, tutajitambua sisi ni wakina nani, na tukijitambua tutasimama kwenye nafasi yetu, wala hatutaishi kinyonge, wala hatutahitaji kuwaabudu wanadamu, wala hatutahitaji kuyumba huku na kule na kuchukuliwa na elimu za dunia hii na kuwaona wengine kana kwamba wana mamlaka ya mwisho kwetu, na wakisema neno juu yetu tusipolitii, maisha yetu yanaharibika. Hapana, neno la mwisho kwenye maisha yako lina Mungu na si vinginevyo. Na Mungu anasema wewe na mimi ametuketisha pamoja na Kristo. Tuko juu sana kuliko ufalme uwao wote, kuliko mamlaka, kuliko nguvu, kuliko usultani, kuliko jina litajalo katika ulimwengu huu na ulimwengu ujao. Kwa nini tuko wanyonge? Kwa nini tunakandamizwa? Kwa nini tunaonewa? Kwa nini hatuna ushindi? Kwa nini hatuna furaha? Ni kwa sababu hatujui nafasi tuliyonayo katika Kristo. Wengine wanafikiri Yesu tu ni muasisi wa dini, wengine wanamchukulia kuwa ni nabii, wengine wanamchukulia kuwa ni mtume tu, mmoja kati ya waanzilishi wa imani, mwanadamu aliyefanya miujiza, mwanadamu aliyefufua wafu, nabii aliyetumwa na Mungu. Yesu ni zaidi ya nabii aliyetumwa na Mungu, ni zaidi ya mwanadamu aliyetenda maajabu na miujiza mingi. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, alikuja ili kulirudishia kanisa nafasi yake. Habari hii inanifurahisha sana, habari hii inainua sana moyo wangu, inatia nguvu imani yangu, ninapotambua na kujua kwamba mimi ni mwili wa Kristo na Kristo Yesu ni kichwa. Nina ujasiri wa kuishi katikati ya magumu, nikijua kwa hakika nitavuka. Nina ujasiri wa kutangaza kwamba mimi ni mshindi
na zaidi ya washindi katika yeye anitiaye nguvu na yeye anipendaye. Hayo maneno Mtume Paulo alikuwa akiakiri na ameandika kwenye nyaraka zake kadha wa kadha. Ukisoma waraka wa Warumi sura ya 8 ule mstari wa 37, Mtume Paulo anawaandikia Warumi na analiandikia kanisa, anasema katika mambo yote, katika haya mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda. We are more than conqueror. Ni kweli isiyo na shaka, tukijua aliyoyafanya Yesu kwetu katika mambo yote, sisi kanisa ni washindi na zaidi ya washindi. Sio tu washindi, ni zaidi ya washindi. Hakuna kushindwa kwetu, hakuna suluhu kwetu katika mambo yote, sio mawili, sio matatu, yawe ya kiroho, yawe ya kijamii, yawe ya kimwili, yawe ya kihisia. As long as ukijua aliyokutendea Yesu na mahali alipokuweka, wewe ni mshindi unayenitazama. Hata sasa wewe ni mshindi. Jina la Bwana litukuzwe. Pokea hilo neno, amini hilo neno. Hayo ndiyo Kristo Yesu ametutendea. Kwa kule kufufuka, Mungu akamwazimisha mno, akamkirimia jina lipitalo kila jina. Ameketishwa mkono wa kuume wa Mungu pamoja na kanisa, juu sana kuliko falme. Na hivi ndivyo tulivyo, na hivi ndivyo nilivyo. Ndiyo maana Mtume Paulo akijua ukweli huu, anaandika kwa mkogo na kwa ujasiri kwamba katika mambo yote sisi tunashinda na zaidi ya kushinda. Haleluya! Hakukomea hapo tu Paulo kusema, anaandika habari za ushindi wetu kwenye kitabu cha Wafilipi. Anasema tunayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Ni ukiri wa yale anayoyaamini, yale anayoyajua, na anajua ye ni nani kwenye Kristo, kwenye nafasi yake. Kwa hiyo anaongea akijua kwamba katika mambo yote ushindi tunao, kwa sababu Yesu ametupa ushindi. Angependa wewe na mimi tufahamu hilo. Yohana naye anaandika kwenye waraka wake, waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 mstari wa 4, anasema watoto wadogo, mmetokana na Mungu nanyi mmemshinda, kwa kuwa yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko aliyoko ulimwenguni. Sisi tumetokana na Mungu na tumemshinda nani? Shetani. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo aliye ndani yetu ni mkuu kuliko shetani wa dunia hii. Habari hii ni kweli. Ishi kwa ukweli huu, ukijua ya kwamba wewe umetokana na Mungu. As long as umempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, umemshinda shetani. Ufunuo wa Yohana sura ile ya 12 mstari wa 11, na unatangaza ushindi. Unasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na ushuhuda wa neno lao, maana wakupenda maisha yao hata kufa. Hao watu walikuwa na imani, na imani ile wakaikiri, na imani yao imetokana na neno. Kwa hiyo Biblia inatangaza nao wamemshinda kwa damu ya mwana kondoo na ushuhuda wa neno lao. Pokea ushindi ambao Kristo amekupatia. Unao, ni wajibu wako kuamini na kutambua, alafu kuingiza ilo andiko kwenye utendaji. Utaona shetani anakukimbia. Yakobo akiongea anasema mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Yakobo 4 mstari wa 7. Mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Lazima akimbie, tukitambua nafasi yetu, tukachagua kumtii Mungu. Hawezi kukaa kwenye biashara yako, hawezi kukaa kwenye masomo yako, hawezi kukaa
kwenye mahusiano yako ya ndoa, hawezi kukaa kwenye shughuli zako za kilimo, hawezi kudominate. Hana hiyo nafasi, hana hiyo sehemu, hana hilo fungu. Shetani ameshindwa. Ndio sababu Yesu alitangaza msalabani, imekwisha. Ndugu nayenitazama, nataka ufahamu ya kwamba Yesu amekupatia ushindi katika ulimwengu huu na ulimwengu ujao. Unaishi ukiwa mshindi dhidi ya magonjwa, unaishi ukiwa mshindi dhidi ya mwili wako, unaishi ukiwa mshindi dhidi ya ulimwengu, unaishi ukiwa mshindi dhidi ya shetani. Shetani anapaswa kukukimbia na kazi zake zote na malaika wake wote waovu. Hana nafasi wala fungu wala sehemu kwenye maisha yako. Ni wewe kutambua yale Yesu aliyokutendea. Habari njema ni kwako na kwangu kwamba Yesu ametuketisha pamoja naye. Sisi ni kanisa. Wakati fulani Yesu alikuwa akienda katika mji wa Kaisaria Filipi, alafu akaona awaulize wanafunzi kwa habari ya vile wanavyomuelewa. Akasema, watu uninena mimi kuwa ni nani? Wanafunzi wakajaribu kueleza walivyokuwa wanasikia, mara Eliya, mara Yeremia, mara nabii yule, mara Yohana Mbatizaji aliyefufuka. Hatimaye Yesu akawageukia wanafunzi wake akawaambia, ninyi je, mnaninena mimi kuwa ni nani? Nini uelewa wenu kuhusu mimi? Kukawa na ukimya. Kwa neema ya Bwana, Mtume Petro akajawa na neema ya Mungu na Roho Mtakatifu, akanena ushuhuda wa kweli, akakiri juu ya Yesu Kristo kwa kusema, wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye juu. Yesu akamwambia Simeoni Petro, uelewa huu haukutokana na akili yako, si damu na nyama imekufunulia, bali Baba yangu aliye mbinguni. Akaongea maneno mazuri. Baada ya hapo Yesu akasema, kwa ukiri huu, kwa ushuhuda wa neno hili, nalijenga kanisa, wala milango ya kuzimu haitalishinda. I'm building my church, and the gates of hell will never and shall never prevail the church. Yesu amelipanda kanisa. Milango ya kuzimu haiwezi kushinda. Milango ya kuzimu ni shetani na mawakala wake, shetani na malaika zake, na uovu wao na utendaji wao mbaya juu ya kizazi cha mwanadamu. Miaka mingi kabla Yesu kuja duniani, shetani alitesa watu, shetani alionea watu kwa magonjwa, kwa misiba, kwa umasikini, kwa huzuni, kwa kuaibia, kwa kuleta matengano, fitina, uzushi, ushirikina. Wanadamu walikuwa chini ya utawala wa shetani na mawakala wake na nguvu za giza. Mungu mwenye upendo mwingi akamtuma Yesu Kristo. Yesu akaja duniani na Yesu akasema, nalipanda kanisa. Kanisa limeingia mahala ambapo shetani alikuwa na dominate. Kuingia kwa kanisa kumesitisha utendaji wa shetani. Kwa hiyo sio shetani analiataki kanisa, kimsingi kanisa ndo linamuataki shetani, kwa sababu shetani alikuwepo na alikuwa na operate katika uharibifu na uovu, lakini Yesu akalileta kanisa ili kusitisha operation za shetani. Kwa hiyo kanisa ndio linalomuataki shetani na sio shetani analiataki kanisa. Popote penye maovu, panda kanisa. Popote penye giza, panda kanisa. Popote penye uchawi na ushirikina, mahala ambapo shetani anatawala, ukipanda kanisa umesitisha utendaji wa shetani. Aliyekuwa amewafunga na kuwaonea watafunguliwa, aliyekuwa amewadhulumu na kuwaibia atawaacha huru,
aliyekuwa amewafunga na nguvu za giza na kuwapiga na magonjwa na kuwalemaza viungo, ataondoka kwao. Kwa hiyo jibu la wanadamu liko na kanisa. Kanisa ndilo Mungu amelipa majibu ya wanadamu. Mahali popote penye maonezi, peleka kanisa. Mahali popote penye utendaji wa kishirikina, panda kanisa. Kanisa likiingia, giza linatoweka, nuru inaangaza. Mahala popote kanisa lipopandwa, watu walijawa furaha, maana walisamehewa dhambi, waliponywa magonjwa yao, waliwekwa huru. Ndio sababu kanisa la Tanzania Assemblies of God liko na ajenda hiyo ya kupanda makanisa, kila kata, kila tarafa, kila wilaya, kila mkoa. Lengo sio kuongeza idadi ya makanisa, lengo ni kuwaweka huru walioonewa. Lengo ni kutangaza uhuru wa wafungwa. Yesu anasema, na mwinjili Luka na mnukuu sura ya 4 mstari wa 18, Roho wa Bwana yu juu yangu, naye amenitia mafuta ni wahubiri masikini habari njema, nitangaze mwaka wa Bwana uliokubaliwa, vipofu wapate kuona tena, viziwi wakirimiwe kusikia, viwete watembee. Yesu anasema Roho wa Bwana yuko juu yake ili awafungue waliofungwa. Kazi ya kanisa ni kuwafungua waliofungwa, ni kupeleka nuru mahali penye giza, ni kupeleka furaha mahali penye huzuni, ni kupeleka uzima mahali penye mauti. Kwa hiyo kanisa ndio lina ataki nguvu za giza. Nataka hili jambo lieleweke vizuri, na sio shetani anatuataki sisi. Hana uwezo wa kutuataki sisi. He is a loser. He is a failure. Hana nguvu yoyote, ameshindwa pale Kalvari. Tuna nguvu mara nyingi kuliko ya kwake, tuna mamlaka mara nyingi kuliko ya kwake. Tumeinuliwa juu mno kuliko falme, kuliko mamlaka, kuliko enzi, kuliko sultani. Shetani ni nini? Katika jina la Yesu lazima aachie destiny yako, lazima aachie karea yako, lazima aachie familia yako, lazima aachie biashara yako, lazima aachie kazi yako, lazima aachie ndoa yako. Na hii ndio kazi ya kanisa. Kanisa lipo kuhakikisha milango ya kuzimu haiwezi kuwaonea watu, na hii ndio ajenda ya Tanzania Assemblies of God, kuhakikisha kwamba walioonewa na shetani wanafunguliwa na kuwekwa huru. Kazi yetu ni moja tu, kumuinua Yesu na kuwaweka huru walioonewa. Tuko hapa ili kuona furaha yako, tuko hapa ili kuona amani yako. Hata kuwepo kwa chombo hiki, tunataka wewe ulioonewa na shetani upokee msaada, ufunguliwe. Tunataka wewe usiye na furaha upate furaha. Tunataka wewe uliyekata tamaa uinuliwe tena, maana kuna watu wamekata tamaa, wameonewa na shetani kiasi kwamba hawaoni tena nuru, hawaoni tena mwanga, hawaoni tena msaada. Wanajuta hata kuzaliwa. Hapana, nimekuja na habari njema. The good news is Yesu amefufuka, na kwa kufufuka kwake ametupa kanisa mamlaka, na kwa mamlaka hiyo ninatangaza mwisho wa mateso kwako, mwisho wa maonezi kwako, mwisho wa magonjwa kwako. Mimi ninajua niliyemwamini, ninajua nimeweka amana yangu wapi. Ninaye Yesu aliyeshinda kifo na mauti, na Yesu aliye ndani yangu ni mkuu kuliko shetani aliyoko duniani. Ninatembea nikijua mamlaka yangu, niko kinyume na kazi za giza, na nikitamka mambo yanatokea, kwa sababu Yesu Kristo aliye ndani yangu ni Mungu atendaye kazi hata sasa, na yupo ili kuhakikisha kazi za ibilisi zinaharibika na kazi za Mungu zinainuliwa. Tunaishi kwa kusudi hilo na tutakufa kwa kusudi hilo. Wakati wote tukiwa hai, shetani hata waonea watu, shetani hata waonea watu. Alifanya hivyo huko zamani, hatukuwa tumejua nafasi yetu, lakini sasa tumejua. Lazima aachie maisha ya watu wetu, lazima aachie destiny ya taifa letu, lazima aachie mwenendo na mwelekeo wa watu wetu. Tunataka watu wetu waenjoy, mapenzi ya Mungu yatimizwe,
Mungu ametaka tuishi duniani, mapenzi yake yatimizwe. Tunataka kuiona furaha ya Yesu aliyefufuka maishani mwako, na hivyo shetani hana nafasi kwako. Napenda nikulete kwenye maandiko ya kitabu cha Zaburi, moja kati ya Zaburi naipenda sana, Zaburi ya 91. Naomba nisome maandiko haya na Roho Mtakatifu akupe kuyaelewa, ndugu yangu naye nitazama. Hivi ndivyo Zaburi inavyosema. Hii Zaburi ni Zaburi ya ulinzi, ni maneno yenye uzito, ni maneno ya Mungu yenye ukweli, ni maneno ya Mungu yenye nguvu. Laiti ungejaliwa neema ya kujua, ungeishi kwenye dunia hii ukiwa mshindi siku zote za maisha yako. Sikiliza inavyosema: aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Sasa wewe usiseme aketie, sema mimi niliyeketi mahali pasiri pa aliye juu, nitakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Yaani unavyoishi maisha ya kumpenda Mungu, unavyoishi maisha ya kumcha Mungu, umeketi mahali pasiri pa aliye juu. Biblia inasema nitasema, Bwana ndiye kimbilio langu na nguvu yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Hivyo ndivyo unavyopaswa kusema, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu ninaye mtumaini. Maana yeye ananiokoa na mtego wa mwindaji, na katika tauni iharibuyo. Mungu anakuokoa katika tauni iharibuyo. Ningependa nisome Zaburi hiyo yote ya 91. Ina ahadi zenye nguvu sana, ina maneno yenye kweli zote. Ukiisoma kwa kutafakari, ukawa unasoma asubuhi kabla ya kwenda kwenye majukumu yako, ukaamini haya maneno, ukaamini hii ahadi, utaishi hivyo siku nzima, utaishi hivyo siku nzima. Ninakuchallenge, soma hii Zaburi kila unapoamka kabla hujaingia kwenye majukumu ya siku, alafu amini hii ahadi, amini hayo maneno. Utaishi siku yako ikiwa imejaa matunda ya maneno haya. Ili neno la Mungu ni kweli na lipo kwa ajili yetu. Mpenzi mtazamaji wangu, niko hapa kukuhakikishia ushindi ni wetu, tumekwisha pewa na Yesu Kristo. Sasa kwa sababu ya muda nalazimika kumaliza, na hivyo basi naomba nikuombee, na nitaanza sala ya uokovu. Wewe ambaye unataka sasa kumkaribisha Yesu moyoni mwako, na Yesu yuko tayari aingie moyoni mwako, unaweza kurudia maneno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, unisamehe mimi mwenye dhambi. Nimesikia neno lako. Kwa kuto kujua, shetani amenionea, ameionea nyumba yangu, ameonea familia, ameonea mahusiano yangu, ameonea kazi yangu na biashara yangu. Lakini leo nimetambua nafasi yangu ulioniweka, na hivyo ninakukaribisha moyoni mwangu. Uwe Bwana na Mwokozi wangu. Nipe ushindi siku zote za maisha yangu, kama mitume walivyoishi kwa ushindi. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Tayari kwa kusali hivyo, Yesu ameingia moyoni mwako, na kwa imani yako Yesu atatenda mambo makubwa. Sasa naomba nitamke baraka za kimungu kwenye maisha yako. Kitabu cha Efeso kinasema tumebarikiwa kwa baraka zote za rohoni, zote za rohoni, sio 2, sio 3, zote. Spiritual blessing ndani yake Kristo Yesu, sio nje ya Yesu, ndani yake Kristo, katika ulimwengu wa roho, in the spiritual realm. Sasa baraka ambazo Biblia inatangaza zinaanzia rohoni, kwa sababu mwanadamu ni roho. Ukisha faulu kutambua nafasi yako, ukajua we ni nani, na kwamba umekwisha kubarikiwa, sio tutabarikiwa, tumekwisha kubarikiwa, zile baraka za kiroho automatically zinatokea katika ulimwengu wa mwili. Baba, katika jina la Yesu, ninambariki mtu huyu wa thamani mno, uliyemuumba kwa mfano na sura yako.
aliyetenga muda kunitazama na kunisikiliza, anufaike na kipindi hiki kinachorushwa hewani mbashara na Zoe TV, aone kwamba kipo kwa ajili yake, kilete mabadiliko chanya kwenye maisha yake, aishi maisha ya ushindi siku zote, afurahie neema ya uokovu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hivyo niko kinyume na kila mitego ya adui na kila utendaji wa mwovu shetani, anayeiba, anayeharibu na anayechinja, ashindwe tangu leo. Kinyume chake natamka baraka, baraka za kiroho, baraka za kiuchumi, baraka za kimwili, baraka za kihisia. Akabarikiwe mwanaume huyu, akabarikiwe mwanamke huyu, apokee baraka kwenye kazi ya mikono yake, apokee baraka za uzao, apokee baraka za elimu, baraka za kifedha. Abarikiwe mjini, abarikiwe shambani, abarikiwe aingiapo, abarikiwe atokapo. Awe heri na watu wanufaike kupitia maisha yake. Awe mti wenye kivuli, watu wajikinge na jua. Awe baraka kwa nyumba yake, awe baraka kwa watu wote, kama ambavyo Ibrahim alivyokuwa baraka kwa wengi. Na huyu ni mtoto wa Ibrahim wa imani. Basi kupitia yeye nyumba ya baba yake kabarikiwe, nyumba ya mama yake kabarikiwe. Yeye akawe kichwa katika familia, akijiunganisha na Yesu Kristo aliye kichwa, na yeye ni mwili. Kichwa hufanya kazi na mwili, na mwili hufanya kazi na kichwa. Tangu leo anufaike na ufufuo wa Yesu Kristo, aone fahari ya kumwamini Yesu, maisha yake yawe na tija, ajaye furaha katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Ninakubariki katika jina la Yesu, amen. Ni mimi mchungaji Dansan Daniel Kanemba kutoka kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God, Majumba 6 mpya, jirani na airport, jirani na maeneo yale ya Ukonga. Utanipata kwa namba ya simu 0712 59 59 68, 0712 59 59 68. Nitafurahi kukuhudumia na nitapenda kuona unaijua nafasi yako katika Kristo na unafurahia maisha ya uokovu. Uwe na wakati mzuri mpaka wakati mwingine tena. Mungu atakapopenda nitaonekana kwako nikikuletea habari za uzima, na maneno haya ni roho na tena ni uzima, yatabadilisha maisha yako. Katika jina la Yesu ubarikiwe.